Fursa mpya kwa Afrika imetangazwa pale China. Nchi 53 za Afrika zitaruhusiwa kuingiza bidhaa zake katika nchi ya China pasipo kulipa kodi ya aina yoyote. Hii inaweza kuwa fursa kubwa zaidi kwa Afrika au kosa kubwa zaidi. Mnamo siku ya tarehe 1 mwezi Mei, China kupitia wizara yake ya mambo ya nje ilitangaza rasmi kuwa kuanzia siku hiyo bidhaa zote kutoka Afrika hazitotozwa kodi ya aina yoyote. Second, full implementation of zero tariff access to 100% of African imports as from May the 1st. Hii si habari ndogo, inaweza ikawa mwanzo wa fursa mpya kwa Afrika au mwanzo wa utegemezi mpya. Kwa sasa hali halisi ya biashara kati ya Afrika na China imefikia takriban shilingi trilioni 780 hadi 910 za Kitanzania. Lakini zaidi ya 60% ya kinachouzwa China kutoka Afrika ni malighafi, hasa madini na mazao yasiyochakatwa. Pamoja na kwamba nchi za Afrika zinauza malighafi China, kuna ukweli ambao watu hausemi wazi, ambao ni huu: sehemu kubwa ya malighafi hizi zinazouzwa China huzalishwa au kudhibitiwa na makampuni ya kigeni kutoka nchi mbalimbali duniani. Kwa lugha rahisi, migodi mikubwa na mashamba makubwa ya biashara huwa mara nyingi ipo mikononi mwa wawekezaji kutoka nje kupitia makampuni yao ya kigeni. Hii ina maana gani? Nchi za Afrika huwa zinauza malighafi, lakini kwa bahati mbaya hata hizo malighafi zenyewe huwa hazimilikiwi na nchi za Afrika kikamilifu, hali inayosababisha faida inayopatikana baada ya mauzo ya malighafi hizo kutonufaisha nchi za Afrika. Mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China yanaweza yakaongezeka kwa kiwango kikubwa katika miaka michache ijayo. Lakini ukweli ni kwamba ongezeko la mauzo si sawa na maendeleo. Kama bado hujanielewa, utanielewa baadaye. Na ukweli mgumu zaidi ni huu: si kila nchi itanufaika na fursa hii ya zero tariff iliyoanzishwa na China. Ni nchi zile tu zitakazoweza kuzalisha kwa ushindani, lakini pia kumiliki uzalishaji huo. Jiulize swali moja: ni nani hasa atanufaika zaidi na fursa hii kutoka China? Na hapa ndipo hatari ipo nchi za Afrika zisipokuwa makini. Makampuni ya kigeni yanaweza kuja Afrika kujenga viwanda, kisha yakawatumia wazawa kama cheap labor katika zoezi zima la uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. Alafu uzalishaji ukikamilika, wakasafirisha bidhaa kwenda kuziuza China kwa zero tariff, kwa sababu bidhaa hizo zitakuwa zimetokea Afrika. Then faida kubwa ikabaki kwenye nchi zao huko Ulaya. Afrika tukaishia kupata faida ya ongezeko la ajira na mapato ya kodi. Lakini naamini tukiwa na mkakati mzuri, Afrika inaweza ikanufaika zaidi ya ajira na kodi. Unajua ukweli ni huu: umiliki ukiendelea kuwa wa kigeni, faida kubwa itaendelea kwenda nje ya nchi. Tutumie mfano halisi. Mnamo mwaka 2000 Marekani ilianzisha mpango unaofanana na huu. Ulikuwa unaitwa AGOA, yani Africa Growth and Opportunity Act. Mpango huu uliruhusu bidhaa kutoka Afrika kuingia Marekani bila ushuru au kwa ushuru kidogo. Kilichotokea baada ya hapo ni muhimu. Makampuni ya kigeni yaliingia Afrika, yakajenga viwanda, yakazalisha kwa ajili ya soko la Marekani. Afrika ilipata ajira, ndiyo, lakini umiliki ulikuwa wa nje, hivyo faida kubwa iliondoka kwenda nje ya Afrika. Bila mkakati, AGOA ya Marekani na zero tariff ya China, matokeo yake yanaweza kufanana. Uzalishaji utafanyika hapa Afrika, lakini faida kubwa itakwenda nje ya bara. Kuna kitu kikubwa cha kujifunza kutoka kwa China yenyewe. China zamani ilikuwa ni kituo cha cheap labor kwa makampuni ya Marekani na Ulaya. Viwanda vilijengwa nchini China kwa lengo la kuzalisha, lakini bidhaa zilikuwa zikienda kuuzwa nchi mbalimbali duniani. Baada ya uzalishaji, bidhaa zikiuzwa, faida zilikuwa zinarudi katika nchi za Ulaya ambazo ndizo zilikuwa zinamiliki viwanda na makampuni ya uzalishaji kule China. Lakini China walikuwa wajanja, wakafanya kitu kimoja cha kitofauti. Wakajifunza teknolojia na kujijengea uwezo wa ndani. Taratibu na wao wakaanza kujenga viwanda na kumiliki uzalishaji. Leo hii tunaongea China ni nchi namba 2 kwa uchumi mkubwa duniani. Kwa kifupi, China ya leo inaweza ikazalisha kila kitu yenyewe, kuanzia ndege, magari, yani kila kitu unachokifahamu. Sasa basi, Afrika inatakiwa kufanya nini ili iweze kunufaika kama ilivyonufaika China ya miaka hiyo? Kwanza kabisa ni Afrika wenyewe kuwa wamiliki na wazalishaji wakuu wa malighafi muhimu kama madini ya mazao yasiyochakatwa, si kutegemea makampuni ya kigeni kama ilivyo sasa. Pili, kuongeza thamani ya malighafi kwa kujenga viwanda vya kuchakata ndani ya nchi. Hii itasaidia kusafirisha bidhaa zilizokamilika na hivyo kupata faida zaidi, kwa sababu malighafi inapochakatwa huwa kuna value addition, na ndio maana ni muhimu kujenga viwanda ndani ya Afrika na kuuza bidhaa kuliko kuuza malighafi yenyewe. Viwanda vikijengwa, lakini kama bado vitakuwa vinamilikiwa na makampuni ya kigeni, bado havitakuwa vimesolve tatizo. Na ndiyo hapo tunakuja katika pointi ya tatu. Tatu ni kujenga uwezo wa ndani kwa kuwekeza katika elimu ya viwanda na teknolojia na kuweka masharti ya technology transfer kwenye mikataba.
lakini pia kuwawezesha wazawa kupata mitaji ya kuwekeza. Zero tarifu iliyotangazwa na China ni dalili ya mabadiliko makubwa sana ya dunia. Ukumbuke awali kulikuwa kuna mfumo wa AGOA ya Marekani peke yake. Hakukuwa na mfumo mwingine wowote ule. Na hicho kilikuwa ni kiashiria tosha kuwa dunia ilikuwa ipo katika kipindi cha mfumo wa unipolar world. Lakini sasa tunaona wazi, nguvu ya pili imejitokeza, nayo inajenga mfumo wake. Hiyo inamaanisha dunia sasa ni rasmi inaanza kuhama taratibu kwenda kwenye mfumo wa bipolar world. Mfumo ambao utakuwa na mataifa mawili makubwa yenye nguvu yatakayodictate dunia ielekee wapi. Na hiyo ndio itakayokuwa dunia mpya kwa miaka mingi ijayo. Naomba nihitimishe kwa kusema hivi, Afrika fursa ipo na ni kubwa. Lakini pasipo mkakati wa muda mrefu, Afrika itabaki kuwa chanzo cha malighafi na soko la bidhaa kwa wengine. Lakini tukichukua hatua sasa, tunaweza tukabadili mchezo. Swali linabaki moja. Je, tupo tayari? Twende kusubiri tuone nini kitatokea. Okay, Lucas Miura, mpaka wakati mwingine.